balozi wa mazingira nchini Tanzania, lakini pia ni mkurugenzi wa TEMO, Tanzania Environment and Empowerment Movement. Leo hii tuko Mafia, tumekuja kugawa pads, reusable sanitary pads kwa wasichana wote wa shule za sekondari wilaya ya Mafia. Tumekuja kufanya hivyo kwani tumechagua kufanya event hii. Hii event tunaita kampeni hii inaitwa Wezesha Wasichana Tabasamu Mpaka Mwisho, kwa ajili ya kumsaidia mtoto wa kike kupata hii kit moja ambayo anaenda kuitumia mwaka mzima. Kwa nini tumechagua kufanya kwa nini tunasema wezesha wasichana na kwa nini tunasema tabasamu mpaka mwisho? Kwa sababu kabla ya kufanya hili tukio tuligundua kwamba wasichana wengi wanachelewa kuhudhuria masomo au wanapunguza spidi ya kuhudhuria masomo kwa sababu tu wanakosa pedi kipindi chao cha hedhi kinapofika. Lakini pia tukagundua kwamba sio tu tuwape hizi pedi kwa kuwasaidia, lakini tuwape pedi ambazo zitawasaidia muda mrefu. Lakini pia kitu kingine kwenye kuchagua ni aina gani ya pedi ya kuwasaidia, tuligundua kwamba zile single use pads kwanza zinatumia plastiki, zimetengenezwa kwa plastiki. Kwa hiyo TEMO tukaja na hii ambayo inatumia kitambaa, kwa maana ya kwamba itatumika kufua ili kupunguza uchafuzi wa mazingira kupitia plastiki tunazozikuta huko baharini. Na ukizingatia Mafia ni kisiwa ambacho kimezungukwa na bahari. Kwa hiyo tukasema kwamba tufike kwenye hizi shule tuwapatie hizi pads, lakini pia tuwape hawa wanafunzi elimu ya afya, lakini pia tuwafanye hawa watoto au hawa wasichana wawe mabalozi wa mazingira kwenye zoezi zima la kuzuia matumizi ya taka za plastiki. Kwa hiyo kwa kumpa kiti hii moja ya padi huyu mtoto wa kike, kwanza tutamsaidia kumpa elimu, pili tunaenda kumpa ujasiri akiwa shuleni awe salama, lakini tatu tunamfanya awe balozi wa mazingira kwa kuzuia plastiki, lakini nne tunamfanya mtoto huyu awe ni mmoja wa balozi kwa watu wengine kwa kizazi cha leo na kesho. Mwantumu Hamisi wa Juu, mkuu wa shule Micheni Sekondari. Napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya wakuu wa shule wote, shule 10 za Mafia za sekondari, kushukuru shirika la TEMO kwa kutuletea taulo za kike kwa watoto wa wanafunzi wa kike kwa shule zote 10. Kwani changamoto kubwa inayokumba wanafunzi wa kike kipindi wako katika hedhi huwa hawahudhurii masomo kwa kukosa taulo za kike. Kwa hiyo tunapitia changamoto kubwa ya utoro kwa wanafunzi, lakini kutokana na changamoto ya kukosa hizo taulo za kike za kujistiri. Kwa kutupatia hizi taulo shirika hili tunapenda kuwashukuru sana. Itawafanya wanafunzi wahudhurie masomo yao vizuri, hususan hao wanafunzi wa kike. Lakini nipende kutoa wito kwa mashirika mengine, serikali na wadau wengine wote kuendelea kuwashika mkono wanafunzi wa kike, kuwapatia taulo hizi ili waweze kuhudhuria masomo yao na hatimaye kufikia ndoto zao. Lakini tunapoelekea kwenye kampeni ya kutunza mazingira, taulo hizi zitatusaidia kwa sababu itazuia watoto kutumia plastiki zile. Sasa watatumia taulo ambazo ni nzuri hizi ambazo wanazitumia mara nyingi, hususan kwa mwaka mzima wanazitumia. Kwa hiyo itakuwa inatumika kwa muda mrefu. So, Umul Khaira Mirwabu ni mwanafunzi wa kidato cha 5 kutoka Kitomondo Sekondari. Siku ya leo tulitembelewa na wageni wetu ambao ni TEMO, ambao wao walituletea reusable pads ama pedi za kufua, ambao pia wakisaidiwa na wadhamini wetu ambao ni Seaweed Mwani na Cargill na Simsa. Tunawashukuru sana wadhamini hao kwa kutuletea sisi pedi za kufua, ambazo hizi pedi hakika zinaenda kuwa total game life changer, yani zitabadilisha maisha ya wasichana wote hapa shuleni, ikimaanisha kwamba watoto wa kike hapa shuleni wengi wa hapa Mafia walikuwa wakikosa masomo kipindi ambako wakiingia katika hedhi zao, maana walikuwa wanakosa yale mahitaji muhimu kama vile nini, pedi. Na hii pedi inawezesha wanafunzi wa Kitomondo, watoto wa kike wa Kitomondo Sekondari kuweza kuhudhuria masomo yao, hivyo basi kuweza kuongeza ufaulu mkuu hapa shuleni na kuwawezesha watoto wa kike kutimiza ndoto zao pamoja na matamanio ya jamii, ambayo kama mnavyojua jamii inategemea kuwa wazazi wa kike, na wazazi wa kike wanaanzia mashuleni, maana wakitokea nini, watoto wa kike. Kupitia hizi pale mwanzo ambapo tulikuwa tuna ukosefu wa dhana za pedi kama hii hapa reusable pads, isababisha kwamba wanafunzi kukosa kuhudhuria vipindi ambavyo ilipelekea wanafunzi kufeli darasani pia katika mitihani yao.
pia ilipelekea uchafuzi mkubwa wa mazingira. Yaani hapa shuleni ulikuta zile ni plastiki, hata ikitokea sawa zikachomwa bado huwa zinadhalisha moshi mkali ambao unachafua hali ya hewa. Ni matumaini yangu kwamba sisi wanafunzi wa Kitomondo Sekondari tumelipokea hili jambo vizuri kabisa, na tunawashukuru sana wadhamini wetu ikiwemo na Temo, Field Money, Cargo na Semsa kwa kutuletea pedi hizi za kufua. Hapo ni washukuru sana, na tunawahakikishia ya kwamba sisi wanafunzi wa Kitomondo, watoto wa kike, kutokuja shule hiyo haitakuwepo tena. Kwa majina naitwa Elena Antonio Renatus, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika sekondari ya Kitomondo, na mimi nipo hapa kuwashukuru Temo katika kutuletea hizi pedi, wakishirikiana na Seward Mwani. Wametuletea hizi pedi, zimeweza kutusaidia sisi kama watu wa kike kujiamini, kujilinda, kuwa na usafi binafsi, kujielewa na hata kutunza mazingira yetu. Tunawashukuru sana kwa sababu wameweza kutusaidia sisi kuwa ile na uwepo kwamba najiamini na kutunza mazingira yetu, kwa sababu zile pedi nyingine ambazo ni zimetengenezwa kwa plastiki zinaweza kusaidia kuchafua